Ikiwa imesalia miezi mitatu tu kabla ya kumalizika kwa msimu wa 2025-2026 ambapo utakwenda kushuhudia usajili wa dirisha kubwa ukifunguliwa, ikiwa ni maandalizi ya mchaka wa msimu wa mwaka 2026 pamoja na 27. Nadhani wewe utakuwa ni shahidi ya kwamba hivi karibuni kwa klabu ya Simba tumeshuhudia ikiongeza baadhi ya nyota wake mikataba mipya kabisa. Katika wachezaji ambao wameongezewa mikataba mpaka hivi sasa tumemshuhudia Rushan De Reuck, Yusuf Kagoma na Eli Mpanzu wenyewe wakiongezewa mikataba kuendelea kuitumikia Simba, na zoezi hilo limefanyika hivi karibuni tu, ikiwa imesalia miezi hiyo mitatu kabla ya msimu kumalizika. Lakini sasa ukiacha wachezaji ambao wameongezewa mikataba, tunafahamu pale msimu unapomalizika ni lazima kuna baadhi ya wachezaji huwa wanaaga kundi, wachezaji ambao kocha ama benchi la ufundi kwa ujumla wanaona huyu mchezaji hawezi kutufaa tena kwenye safari ya huko mbele ambapo tunaendelea. Sasa nina majina hapa ambapo kwa upande wa klabu ya Simba majina haya ndio ambayo hayatokuwepo kwa msimu ujao, na ndivyo ambavyo inaaminika hivyo kutoka kwenye klabu hiyo, kwani na hii yote ni kupelekea na kutotumika aidha kwenye mchezo, majeraha ama sababu nyingine tofauti tofauti ambazo viongozi wameona wachezaji hawa hawastahili au hawana sifa kuendelea kubaki ndani ya klabu ya Simba. Sasa kuna chanzo ambacho kimezungumza kitoa taarifa hii akisema ya kwamba na amebainisha kiungo wa kati aliyejiunga na Simba Agosti 14, 2025, Nabi Kamara, raia wa Guinea, kwake kuna mtihani, kwani licha ya mwanzo kuonekana ni mchezaji muhimu kutokana na kucheza nafasi nyingi ikiwa beki wa kushoto na kati, mbali na ile ya kiungo ambayo ni asili yake, lakini ghafla amepoteza namba kikosini. Kupoteza namba kwa kiungo huyo kumekuja baada ya kufanyika usajili wa dirisha dogo, akiletwa Nixon Kibabage upande wa beki wa kushoto akisaidiana na Anthony Mligo, huku eneo la kiungo pia kukiwa na maingizo mapya. Lakini chanzo hicho pia amesema ya kwamba kutokana na hilo ndio maana Alassane Kante naye mwisho wa msimu huu amewekwa katika listi ya wanaoondolewa. Wengine ni Jonathan Soa na Neo Maema anayemaliza muda wake wa mkopo akitokea Mamelodi Sundowns. Nikimnukuu, anasema mpaka sasa ambao wana asilimia kubwa kuondoka ni Maema na Soa, na tayari watu wa scout wanafanya kazi yao ya kusaka wachezaji wengine wa kuchukua nafasi zao. Hao wengine lolote linaweza kutokea mbele ya safari, kwani huenda kipindi hiki cha kumalizia msimu wakabadilika na kumvutia kocha. Hivyo ndivyo ambavyo alisema, lakini tufahamu tu ya kwamba Simba katika usajili wa dirisha dogo Januari 2026 eneo la kiungo mshambuliaji ili wasajili Clatous Chama, Ino Loemba, Anicet Ora na Libase Geye ambao wote wanacheza kikosi cha kwanza na kufanya vizuri sana. Kwa hiyo hao ndio majina ambao mpaka hivi sasa yapo kwenye mstari mwekundu, wawili wakiwa na uhakika kwa taarifa zinavyosema, lakini wawili itategemea ambavyo watamaliza msimu huu. Naomba uniambie kwenye comment hapo chini, wewe unatamani kipi kitokee, kipi ukione katika kikosi cha Simba, hasa kwa wachezaji hawa wanne ambao nimekutajia hapa ambao inasemekana hawatomaliza msimu kwa 2025-2026. Ukianaliza kuandika comment hapo, nenda kwenye website ya pmbet.co.tz kajisajili kula kutengeneza mkeka, kwani Toyota ST inatoka kila baada ya wiki 5. Na ikitoka Toyota ST inamaanisha na wewe kama unabeti kupitia PMBet, basi mshindi unaweza kuwa wewe. Au nenda kabashiri kwenye nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Mimi ni Just Julius na hii hapa ni PMTV.